wenzetu waliokuja na mfumo huu wa mizani, lakini bado naona mafunzo yanatakiwa hapa. Ilikuwa tu kuambia kilichopo kingine kinachokuja mbele yetu, lakini hata sio mafunzo yatatolewa na watu kiwa wachache, ikiwa unakwenda hatua kwa hatua. Ili naweza kusema ni kuambia tu kujua tu kwamba mfumo huu unakuja, na hii itawahakikishieni uhakika kwamba ulichoima ulichopeleka sokoni ndicho bila kuondoka na mashaka kwamba je, uzito umetimia au hujatimia. Lakini kwa mambo ya vipimo kuna mambo mengi, vipimo vya kumwacha mtu salama hata siku moja. Kila mtu kwa vipimo anapeleka. Kienda kwenye maguta unaondoka na mashaka. Mpaka kwenye vituo vya mafuta tunatoa macho. Lakini ule mdogo ushaingiza kwenye tenki. Alafu ule pesa ni mweusi. Sasa naona wewe ni upepo kwa mafuta. Sasa vipimo vile kuacha kabisa. Lakini kwa utaratibu huu tutakuwa na mizani hii, na mimi nitakuwa nikaguliwa kila baada ya muda. Mizani itaguliwa ili kuhakikisha kwamba watu wanapata haki yao kwa mizani. Kwa hiyo kwa mkoa wa Mbeya, halmashauri ya Chunya itakuwa ni halmashauri ya 3 kuanza kutumia mizani ya kidijitali. Na hii mizani ya kidijitali imenunuliwa kwa fedha za wakulima wenyewe kwa utaratibu ambao kwa wao wamejiwekea. Lakini kwenye zao la tumbaku, kwa maana mikoa yote ya tumbaku ambayo inalima tumbaku, nafikiri Chunya ndio utakuwa mkoa wa kwanza. Ndio. Kwa hiyo jipongezeni sana. Tunapozungumzia matumizi ya mizani ya kidijitali kwenye mikoa ya kitumbaku, Chunya ni wa kwanza. Hata kwenye mikoa mingine ambayo inalima zao la tumbaku hawajaanza kuwa na mpango na hawajaanza kutumia hii mizani ya kidijitali. Lakini lingine la muhimu zaidi, Mheshimiwa mgeni rasmi, ambao nataka nilizungumze ni kwamba hii mizani inatumika katika kupima mazao ya wakulima. Sawa. Lakini sasa kuna swali nimezungumzia la utoaji wa taarifa. Taarifa tunazipataje? Sasa serikali kupitia Tume ya Maendeleo ya Ushirika ina mfumo unaitwa mfumo wa usimamizi wa vyama vya ushirika, unaitwa MOVE. Huo ni mfumo wa kidijitali ambao unatusaidia kupata taarifa mbalimbali za usimamizi na uendeshaji wa vyama vya ushirika. Kwa hiyo sasa hivi, Mheshimiwa mgeni rasmi, kulikuwa unahitaji taarifa yote kwenye chama cha ushirika, hatuna sababu ya kwenda kwenye chama cha ushirika, bali kupitia kwenye ule mfumo tunaweza kupata hizo taarifa za uzalishaji, taarifa za wakulima, taarifa za mikopo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa ule mfumo unatusaidia sana. Sasa tunaamini kwamba kuna mifumo mingine ambayo ipo, mifumo mbalimbali ambayo inatumika. Sasa serikali ilitoa maelekezo kwamba hii mifumo sasa isomane. Unaona? Tuwe na mfumo ambao kama sisi tuna mfumo wa MOVE, basi uendane na mifumo mingine iliyopo kwenye vyama vya ushirika. Kwa mfano kama chama kikuu cha ushirika CHUTCU wana mfumo wao, basi ule mfumo wa CHUTCU usomane na mfumo wa MOVE. Lakini AMCOS wanaweza kawa na mifumo yao nao midogo, ile mifumo midogo isomane na mfumo mkubwa wa usimamizi ambao ni MOVE. Sasa kwa kutambua hilo, sasa mrajisi akaona kwamba sasa hii mizani ya kidijitali sasa iunganishwe na mfumo wa MOVE ili kusudi tuweze kupata taarifa mbalimbali, tuweze kusimamia kwa karibu zaidi, kwa lengo la kuhakikisha kwamba tunapata taarifa sahihi. Lakini lingine la muhimu zaidi, Mheshimiwa mgeni rasmi, ambao nataka nilizungumze ni kwamba hii mizani inatumika katika kupima mazao ya wakulima. Sawa. Lakini sasa kuna swali nimezungumzia la utoaji wa taarifa. Taarifa tunazipataje? Sasa serikali kupitia Tume ya Maendeleo ya Ushirika ina mfumo unaitwa mfumo wa usimamizi wa vyama vya ushirika, unaitwa MOVE. Huo ni mfumo wa kidijitali ambao unatusaidia kupata taarifa mbalimbali za usimamizi na uendeshaji wa vyama vya ushirika. Kwa hiyo sasa hivi, Mheshimiwa mgeni rasmi, kulikuwa unahitaji taarifa yote kwenye chama cha ushirika, hatuna sababu ya kwenda kwenye chama cha ushirika, bali kupitia kwenye ule mfumo tunaweza kupata hizo taarifa za uzalishaji,
taarifa za wakulima, taarifa za mikopo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa ule mfumo unatusaidia sana. Sasa tunaamini kwamba kuna mifumo mingine ambayo ipo, mifumo mbalimbali ambayo inatumika. Sasa serikali ilitoa maelekezo kwamba hii mifumo sasa isomane. Unaona? Tuwe na mfumo ambao kama sisi tuna mfumo wa MOVE, basi uendane na mifumo mingine iliyopo kwenye vyama vya ushirika. Kwa mfano kama chama kikuu cha ushirika CHUTCU wana mfumo wao, basi ule mfumo wa CHUTCU usomane na mfumo wa MOVE. Lakini AMCOS wanaweza kawa na mifumo yao nao midogo midogo. Ile mifumo midogo midogo isomane na mfumo mkubwa wa usimamizi ambao ni MOVE. Sasa kwa kutambua hilo, sasa mrajisi akaona kwamba sasa hii mizani ya kidijitali sasa iunganishwe na mfumo wa MOVE ili kusudi tuweze kupata taarifa mbalimbali, tuweze kusimamia kwa karibu zaidi kwa lengo la kuhakikisha kwamba tunapata taarifa sahihi. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC Online. Website ama tovuti tunapatikana kwa www.chunyadc.go.tz. Lakini Instagram tunapatikana @chunya_official.